Mheshimiwa Mbunge, mimi nikushukuru sana kwa kweli. Nikushukuru sana kwa zoezi hili muhimu sana. Na mimi naomba niwaambie leo wana Kashai, lakini wana Bukoba wote. Hichi anachokifanya mbunge wetu kuleta jezi kwa timu zetu, kuleta mipira, hakuna sehemu yote kumeandikwa lazima alete. Naomba tuweke sawa hiyo. Hakuna sehemu ameandikwa kwamba lazima alete mipira. Yaani mheshimiwa mbunge tulishamaliza uchaguzi wake. Yeye ni mbunge wetu mpaka 2030. Alete mpira, asilete mpira, tuje uwanjani, tusije uwanjani. Mbunge huyu mtasingwa ndio mbunge wetu mpaka 2030. Sasa mimi nimesema yeye kamanda wa polisi pia kwa maana ya kwamba toka zoezi tumelizitoa katika uwanja huu. Mimi nishukuru uongozi wa kata ambao tumekuwa nao toka siku ya kwanza. Tulizindulia hapa kutoa vifaa, viongozi wa kata walikuwepo. Mheshimiwa mbunge ametokana na Chama cha Mapinduzi, anatekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi. Kwa mwenyekiti wa kata amesema mpaka ukurasa imeelezewa habari ya michezo. Leo mbunge anafanya michezo kama hii, tunakwenda kwenye kata mbalimbali, viongozi wa CCM wanaingia mitini. Hii haikubaliki. Mheshimiwa mbunge anafanya kwa niaba ya Chama cha Mapinduzi. Mheshimiwa mbunge anatuunganisha sisi wote. Leo watu wanafusa hii michezo eti hawaendi. Naomba niseme, hamumkomoi Mutasingwa, mnajikomoa ninyi wenyewe. Mnadhoofisha uongozi wenu katika sehemu yenu, mkijua mnamwaribia hapa mbunge na kumbe mnajaribia wenyewe. Na mimi nashukuru sana wana michezo, timu zote zipigie makofi. Na mimi niwaambie nyinyi wana michezo wote, nyinyi muendelee kuja hivi. Manake mje msije, hizi jezi lazima zitatolewa, na msipokuja nyinyi, vivyo vituo vya watoto yatima wako wahitaji wengi, na hata wilaya zingine wako wahitaji, watapewa wengine. Wewe mkija je mtapata hizi jezi? Sio kwamba mnamfurahisha sana mbunge, lakini mbunge anatimiza majukumu yake na nyinyi mnachukua. Kwa sababu leo mchukua hizi jezi, asiponunua jezi atanunua kitu kingine, atapeleka kwenye shule fulani, atapeleka kwenye taasisi fulani, na maisha yataendelea. Sasa wako watu ambao nasema ni wajinga fulani, wanaandika kwenye mitandao hii wakisema kwamba mbunge anapoteza muda, anajitolea jezi, anakuwa hana la kufanya. Hichi ndio cha mbunge. Sasa nataka wameenda mbali zaidi. Wiki iliyopita tumekuwa kwenye uwanja wa Amani, zikatolewa jezi kama hizi, wakatoa picha ya mkuu wa wilaya, wanasema eti mkuu wa wilaya kakosa pamoja anakuja kwenye mpira, eti mkuu wa wilaya amekuwa kama bango kila sehemu yuko. Mimi ndio mkuu wa wilaya hii, na mimi sio mkuu wa wilaya wa Chumbani. Leo tunakuja kwenye mpira, mtu anaoji eti mkuu wa wilaya anaenda kwenye mpira. Mheshimiwa Rais kanileta Bukoba kama mkuu wa wilaya, eti mimi naenda kwenye mpira, mtu anaoji kila siku mkuu wa wilaya yupo, eti aje mkuu wa mkoa ndio mgeni rasmi. Tusimdharau mkuu wa mkoa. Mkuu wa mkoa ni mkuu wa mkoa huu wa Kagera, ana majukumu mengi, na mimi ndio ninayemwakilisha kwenye wilaya hii, na mimi ndio ninayemwakilisha rais kwenye wilaya hii na sio mwingine. Sasa tunataka na hoji kitu cha kijinga kabisa. Tuliendeni Mutasingwa, wewe unamtaka au mtaki mbunge ndio Mutasingwa. Yaani yeye ndio kama maji sasa. Yaani kama utaki utamnywa au utaki utamuoga na yale maji yetu mengine. Huyu ndio mbunge sasa. Alafu mwingine anakaa hoji wote, eti mbunge kakosa kazi, eti bora angeandaa ligi. Wako Tanzania ligi hawana mipira, wako Tanzania ligi hawana jezi. Hatuwezi kufanya mambo ya ajabu hapa. Leo tena ndio nilifanya ligi ni yaseme haya. Mheshimiwa mbunge akiyafanya haya, anatutanisha kama hivi, tunapata auti, tunakuja hapa, tunayafanya hapa. Kamanda kamanda polisi wa mkoa hapa amekuja, ametoa ujumbe mzuri, ametuelimisha. Kama lile akasemea wapi sasa? Mimi naomba sana niwatangalishe. Yaani mkuu wa wilaya ana nafasi yake. Alafu mtu anaona mkuu wa wilaya kama mtu fulani kwa mbodozo za kusema tu vile. Yaani hata atembee uchi anasema mimi nitatoka tu nje kuja kufanya shughuli zetu. Mnashughuli yote tutakuja. Tumeenda pale makaburi, tumeenda kuzikana. Kuna harusi, tumeenda kwenye maharusi. Leo kwenye mpira wa mbunge tushindwe kuja. Mambo ya ajabu kabisa. Na mimi niwaambie, wako baadhi ya watu wanatumika vibaya.
Kuna baadhi ya watu wanavalishwa mabomu. Wewe andika tu kwenye mtandao, wewe mkashifu mbunge. Uchaguzi mpaka 2030, ni wote kamuda mpaka 2030. Ukitaka kumtoa Kamuga, kumtoa Mtasingwa, wewe nenda 2030. Na mimi niseme, mtu yeyote anataka kuanzisha ligi yoyote, anataka kugawa vifaa vya michezo, sio lazima awe mbunge, sio lazima awe diwani, sio lazima awe mkuu wa wilaya. Wewe mtu yeyote, unataka kombe la mbuzi, unataka kombe la kuku, unataka chochote, njoo tueleze, tutakupa viwanja. Na jeshi la polisi litakupa ulinzi, utafanya kama anavyofanya mbunge na si vinginevyo. Nimeudhika sana kwa watu wanaotuchafua. Na mimi niseme, na kwenye simu hizi ndio kupitia message zote ninayasema haya, alafu mtu aniandike ujinga tena leo, utahangaika na yeye. Hata utumie simu ya dada yako, ya shangazi yako, ya nani, tutaipata hiyo namba, tutahangaika na yeye mwenye hiyo simu, atuambie huyo alilazimishwa na nani kuandika ujinga anaoandika. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan anatuhusia sisi wawakilishi wake, unganisheni watu, wapeni tabasamu watu, na vitu vyote viendelee kwa amani. Hata sasa tunakuja mpirani kwa mbunge analeta tabasamu, alafu sisi tuache kuja kwa kumsikiliza mjinga fulani. Haiwezekani. Na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa Kanali Yahya Ramadhani Kido anatusisitiza kila siku, nendeni mkajenge umoja, shughuli ziendelee na vitu vyote vifanyike. Na mimi ndio nimesema sasa, walio na wivu watajinyonga. Wengi tunaleta hapa kwa sababu viongozi wa Chama cha Mapinduzi toka siku ya kwanza tuko nao. Mheshimiwa Diwani tuko nao. Tunaenda kwenye kata moja Mbezi Iseli, viongozi wa chama wakaingia mitini, alafu wanapondea kwenye magrupu. Hii ni kazi ya Chama cha Mapinduzi. Na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi ndio Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ukimdharau Mtasingwa, umemdharau hata yule aliyemleta. Mtasingwa hajajileta, aliongea na watu wengi tu kwa nia nzuri. Mheshimiwa Rais ambaye ndio mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, katika uteuzi wakamteua Mtasingwa, tukaja kumpigia kura tarehe 29 mwezi wa 10 2025. Yeye ndo akashinda, na ndio tuko naye, tunatamba naye sehemu zote, tutakuwa naye kwenye kata hii Kamuga. Lakini Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania aliyeshinda ndio rais ndio Dr. Samia Suluhu Hassan na si mtu mwingine. Nikushukuru sana mkuu wa wilaya. Mzazi huyu ni mzazi kabisa, na niwaambie katika wilaya yetu ya Bukoba mjini na wilaya ya Bukoba tumebahatika kupata kiongozi ambao watu wengine wanachezea thamani yake. Alitakiwa awe sehemu, lakini yeye kila sehemu yupo, anatimiza majukumu yake kama alivyosema Daktari Samia Suluhu Hassan. Sisi kazi yetu ni kuhudumia wananchi, na huwezi kuhudumia wananchi kama uwafikii wananchi. Nikushukuru sana kamanda wa polisi kwa mafunzo yako mazuri unayotoa. Mimi nawapenda sana askari, na Mungu awabariki sana kwa kazi zinayoifanya ya kutoa elimu. Unapotoa elimu unapunguza uhalifu, unapopunguza uhalifu tunatengeneza vijana wema, lakini tutakwenda kupata viongozi, wabunge wazuri, madiwani wazuri, wakuu wa wilaya wazuri, kutokana na elimu nayoitoa. Wakati naomba kura, mimi nilipita viwanjani nikiwa na campaign manager anaitwa Amani Kajuna. Nilitafuta timu zote. Ahadi niliyotoa viwanjani, sio kwenye jukwaa, nilisema hivi: mkinichagua, kila timu ambayo iko kwenye jimbo la Bukoba mjini mtainunulia jezi. Kwa hiyo mimi niko hapa kutimiza ahadi yangu niliyoitoa. Maana unaweza kukuta kuna vijana wanacheza mpira walinichagua kwa sababu niliwaahidi kuwanunulia jezi. Ili hiyo dhambi isinirudie, mimi natimiza ahadi yangu. Lakini Daktari Samia Suluhu Hassan amesema wakati yeye hataki serikali yake hiyo ya kusema amejenga madaraja na barabara, yeye anataka serikali yake hiyo ya kuacha tabasamu kwa wananchi. Na mimi kama kiongozi wa wananchi ambaye nimetokana na uteuzi wake, na mimi napenda niache tabasamu kwa wananchi wa jimbo la Bukoba mjini, na nitafanya hivyo na nitafika maeneo yote. Lakini Wanakashai, Jumapili vile vile kuna show moja inaitwa
Mutasingwa talent show inafanyika pale Mexico. Kuna vijana wamecheza hapa, lakini wengine wamewezesha, kama alivyosema mkuu wa wilaya. Mwenzako akifanya jambo, wewe msapoti, na huo ndio umoja, na Mungu atakubariki kadri unavyotenda matendo mema kwa mtu. Ukitenda jambo baya na kurudia wewe, ukitenda zuri na kurudia wewe. Je, sisi ndio tunataka mambo mabaya? Vijana wenzangu, pia ni ajira. Nimeanzia kutoa vifaa vya michezo kwenye kata. Tukimaliza kwenye kata, kata zitakwenda kufanya mashindano yao yenyewe kwenye kata. Mtapata timu ya kata. Ukipata timu ya kata, ndio tunaenda kucheza Jimbo Cup. Na hivi vifaa sio vya Jimbo Cup. Hivi ni vifaa vya maandalizi ya kwenda Jimbo Cup. Maana jezi za Jimbo Cup zitakuwa zimeandikwa Kashai FC. Hizi zimeandikwa jina la timu yako. Kwa hiyo kwa Kashai leo tunatoa jezi kwa timu 7.